Karibuni katika kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kinachowajia kwa ishara makanisa ya Umoja, makao makuu yakiwa pale Dallas, Texas. Kanisa lipo ulipo kimtandao. Leo siku nyingine tena tuna kipindi kipya, na mwalimu atakuwa, tunaweza kusema ni mpya kwa mwaka huu, lakini si mwalimu mgeni katika madhabahu yetu haya ya Bible Study. Kabla sijamtambulisha, basi tafadhali kuwa shemasi, karibisha wengine popote pale walipo kwa kuwafordia aida ile fire ama invite yoyote ile, ukiwa tayari kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kipo hewani. Naam, kwa siku ya leo tunamshukuru Mungu. Ni tarehe 12 huku, ambaye ni siku ya 162 katika kalenda ya 365 kwa mwaka huu, ikiwa ni wiki ya 24 katika zile 52 ambazo tunazitegemea kwa mwaka huu. Tunamshukuru sana Mungu. Tunaingia katika somo jipya. Itakuwa ni somo ambalo litakuwa na parts mbili. Somo litakuwa na parts mbili, na ni moja kati ya yale masomo ambayo yalikuwa yameombwa tufundishane kwa mwaka huu wa 2025. Somo hilo kama ambavyo umeweza kuliona katika flyer kwa ambao tuko hewani sasa hivi mubashara, title ni kunena kwa lugha. Hii ni topic ambayo imekuwa ikizungumzwa na Wakristo wengi, ikistahili maelekezo zaidi, na tukaona kwamba ni vizuri basi tuweze kupata somo nzuri kabisa la kuhusu kunena kwa lugha. Na tunamshukuru Mungu kwa kuweza kumwandaa mtumishi wa Mungu, mchungaji Lilian Joseph kutoka kanisa letu pale la Umoja Houston. Na maana ameshaingia hewani. Huyu ni mmoja hapo kati ya wale wachache kabisa ambao kama wewe ni mwana wa Umoja basi unahitaji introduction, kwa sababu tunakuwa naye mara kwa mara. Na kwa wale wenzetu ambao tunakutana katika prayer line, basi tutakumbuka kwamba hata jana alikuwa hewani katika prayer line, lakini katika somo tofauti kabisa na hili litakwenda kunena kwa lugha. Basi nichukue nafasi kumkaribisha, akaniambia itakuwa ni mara ya kwanza kwa mwaka 2025 kuwa naye kama mwalimu, lakini mwalimu ambaye atafundisha karibu kila mwaka japo somo moja katika kipindi hiki cha Bible Study. Mchungaji Lilian, karibu tena katika madhabahu yako haya ya Umoja Church Bible Study. Sehemu ya kwanza katika vipande viwili vya kunena kwa lugha. Basi utaanza kutufungulia kwa sala jioni, na then moja kwa moja tutaingia katika kipindi. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwanu wote. Amen. Basi nashukuru sana Tumishika Kajeli kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha Bible Study, lakini tuombe and then tutaendelea. Basi nawe hapo ulipo, tafadhali naomba uniombee ili Mungu anitumie kama atakavyo na apendavyo yeye mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru na kutukuza na kuabudu kwa wema wako. Asante kwa kutupatia tena kibali cha kuingia katika Bible Study kwa wiki hii nyingine. Asante kwa wakati huu, asante kwa hili somo ambalo umeliandaa, ambalo watoto wako walikuwa na kiu nalo, lakini Mungu umeliandaa kupitia mimi. Asante. Mimi ni chombo tu, unitumie vile wewe upendavyo, lakini Mungu speak through me in Jesus name. Speak through me my Father. Ongea, tamka, nena na watoto wako kupitia mimi kwa kutumia kinywa changu na sauti hii. Baba, nisisikike mimi, nashuka wewe upande. Zungumza na watoto wako, kutana nao kwa uelewa walionao pale walipo, kwa kiwango kile na kwa level ile. Mungu, kutane nao, useme nao, uwasaidie, uwafunulie mafunuo, na hata mimi unifunulie mafunuo zaidi katika kufundisha somo hili, Bwana, maana ni wewe pekee ndio unayeweza. Ninakushukuru, ninakutukuza wewe Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa hili somo, maana na wewe ndiwe tunayekuzungumzia siku hii ya leo. Sema na sisi wote, sema na kila mmoja anayeingia, hata wale watakaosikia baadaye kitakaporekodiwa. Mungu, useme nao, uzungumze nao kwa wakati, hata kama ni miaka 10 from today, kwa sababu inakwenda kurekodiwa. Mungu, ukazungumze na yule atakayesikia, na uwasaidie na utusaidie. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Kama mnanisikia tafadhali naomba nisikie amina. Amen. Amina. Asante sana. Nashukuru sana. Basi tunaingia katika somo letu. Somo ambalo tayari tumeshapewa kichwa, linasema kunena kwa lugha. Kwa hiyo mimi nitakachofanya, nitatoa historia fupi sana ambayo itatuonyesha hiyo kunena kwa lugha ilitokea wapi, ilianzaje, and then tutaendelea na somo hili liko katika mtiririko wa maswali, naenda nalo kama vile nilivyotumiwa nilifanye. Kwa hiyo ndivyo nitakavyoliendesha. Kwa hiyo naomba twende sambamba
tuende kwa pamoja. Sasa tutakuwa na maandiko mengi ya kupitia na hii ni Bible study, kwa we are studying. So kwanza kabisa tutakwenda kuangalia kwamba kanisa lilianza mwaka 33 BK baada ya Kristo. Kanisa sasa hili ndio kanisa lile la kwanza kabisa, na katika hili kanisa la kwanza ndio hawa walianza hiyo ishara ya kunena kwa lugha, walianza nayo hawa. Kwa sisi wengine tumefuatilia kuanzia kwao. Kwa kanisa lilianza mwaka 33 BK na hilo kanisa lilishukiwa na Roho Mtakatifu. Yani wale watu ambao ndio kanisa walishukiwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alishuka siku 10 baada ya Yesu kupaa, lakini pia ilikuwa ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Ndio hiyo siku ambayo inaitwa Pentekoste. Kwa hiyo kanisa lilianza mwaka 33 BK, lakini hili kanisa lilianza pia kwa kushukiwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alishuka siku 10 baada ya Yesu kupaa, lakini pia ilikuwa ni 50 baada ya Pasaka, ambayo ndio siku inayoitwa Pentekoste. Na Roho Mtakatifu aliposhuka ile siku ya Pentekoste, hiyo siku pia ilikuwa ni siku ya mavuno. Ilikuwa ni sherehe maalum iliyokuwa inafanywa siku 50 baada ya Pasaka. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yalikuwa yanaendelea katika hiyo siku. Na hiyo neno Pentekoste ni neno limetokana na neno la Yunani, ile neno penta inamaanisha 50. Nafikiri hapo tuko pamoja. Na Roho Mtakatifu sasa aliposhuka ile siku, alishuka na ishara 3. Samahani, kuna simu ya mtu ina buzz. Kama tunaweza tuta mute, itanisaidia mimi zaidi. Asante. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka, alishuka na ishara 3 ile siku ya Pentekoste. Ishara ya kwanza ilikuwa ni uvumi kama upepo kutoka mbinguni ulioenda kwa kasi kubwa. Yani kuna uvumi sana hivyo, kutoka mbinguni ulipita pale, uliingia pale. Lakini pia ishara ya pili ilikuwa ni zile ndimi za moto au moto kama ndimi zilishuka na zikawakalia juu wale watu walikuwa pale wamejaa katika lile kanisa. Lakini ishara ya tatu ilikuwa ni watu wale sasa wakajazwa na Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Unaona? Roho Mtakatifu aliposhuka, mambo matatu hayo yalitokea hiyo siku ya Pentekoste. Uvumi kama upepo kutoka mbinguni ulioenda kwa kasi kubwa, lakini moto kama ndimi zilizokwenda zikatua juu ya wale waumini, lakini wakajazwa na Roho Mtakatifu na walivyojazwa sasa wakaanza kunena kwa lugha. Umeona? Sasa tunakwenda kuona hizi ishara katika maandiko. Hizi ishara zote 3 tunakwenda kuangalia katika maandiko. Tutakwenda pamoja mimi na wewe. Naomba ufungue katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tutakwenda kusoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tutakwenda kuona hizo ishara zote 3 nilizokutajia, utaziona hapa zilitokea. Sasa hii ni katika ule mwanzo, kama ndiko kulikotokea ndivyo ilivyoanza. Sawa? Maneno ya Mungu yanasema hivi katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu kienda, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao.
Hakuna hata mmoja aliyesalia, wote ndimi ziliwakalia. Mstari wa 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ona, kwa hiyo hizo ishara tatu zilitokea na tunaziona katika haya maandiko, katika hilo kanisa la kwanza, katika ule mwaka wa 33 BK. Sasa ziko aina 4 za kunena kwa lugha. Ziko aina 4 za kunena kwa lugha. Aina ya kwanza inaitwa sinolalia. Hii ni lugha ambayo mtu ananena na watu wa makabila tofauti wanasikia kwa lugha zao. Na hii ndio ilitokea ile siku ya Pentekoste. Ukienda ukasoma pale kwa faida yako baadaye, na hata kama ulisoma mshua, unajua kwamba watu walianza kushangaa, mbona hawa wananena, wanaongea lugha ambayo kila mtu akaanza kusikia kama, mbona mimi nasikia kabila changu, mbona mimi nasikia kabila changu. Wakaongea wakawata walezi. Mmoja wao akamwambia, jamani, hapana, sisi tujalewa, ndio kwanza asubuhi. Akajaribu kuwaelezea pale kilichotokea, ndio tunaona hapo. Lakini aina ya pili ya lugha ni lugha za wanadamu, kabila ambayo hujajifunza kabisa na unaweza ukaiongea. Na aina ya tatu ni lugha ya malaika. Na aina ya 4 ni lugha ambayo Mungu pekee anaelewa na kusikia. Na hii hapa sasa, hii kwa mujibu wa Biblia unaikuta katika Wakorinto wa kwanza sura 14 mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Sasa kanisa la kwanza lilipata uzoefu wa kunena kwa lugha katika ile siku ya Pentekoste ambayo tumeiongelea. Lakini pia kama ilivyorekodiwa katika Matendo ya Mitume wa pili, na Paulo pia anajadili hili swala katika Wakorinto wa kwanza 12 na 14. Anajadili hii sana. Tutaona huko mbele. Sasa kunena kwa lugha ni nini? Kunena kwa lugha ni nini? Kunena kwa lugha ama kuomba kwa kunena kwa lugha ni uwezo wa Roho Mtakatifu kusema kupitia mtu, na ni Mungu pekee ndiye anayeweza kuelewa. Hizo ni tafsiri, ziko nyingi, lakini nakupa chache ambazo zinafanana, lakini zina maneno tofauti, lakini zinafanana hivyo. Kunena kwa lugha pia inajulikana kama kuna neno la Kigiriki glossolalia. Ili neno glossolalia liko katika maneno mawili yameunganishwa katika neno moja. Ili ni kwamba ile glossa ina maana ulimi, na ile lalia ina maana kuzungumza. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni glossolalia. Kwa hiyo unaweza kusema kunena kwa lugha, unasema glossolalia. It's the same thing katika lugha ya Kigiriki. Ni matamshi yanayokaribiana. Kama wewe unanena kwa lugha, unaweza kaelewa namaanisha nini. Lakini kuna wengine wanasema kwamba kunena kwa lugha, wanaamini kwamba ni lugha inayojulikana na Mungu peke yake, inayowaruhusu waumini kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo ndio kunena kwa lugha. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu inazungumza kupitia wewe.
whether unapeleka ujumbe kwa mtu fulani au kwako wewe mwenyewe. Tutaona huko mbele. Nataka tusome maandiko haya mawili. Wakorinto wa kwanza, nafikiri tulishasoma huko juu, lakini nataka nirudie tena kwa sababu utaona inaleta maana. Wakorinto wa kwanza 14:2. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri mambo ya siri katika roho yake. Na katika Warumi 8:26, Warumi 8:26 sema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusipoweza kutamkwa. Biblia inasema unaponena kwa lugha unajijenga. Tutakwenda kuona maneno pia uko mbele. Unajiedify. Sasa katika zile aina 4 za kunena, lakini pia kuna ile kunena kwa ajili ya jumla ya watu, lakini pia kuna kunena kwako wewe mwenyewe, kujijenga, kwa kujiedify, kwa kujijenga. Mtu, tutaona pia uko mbele, mtu anaponena, na najua hili litazua maswali mengi sana, na huwa linazua maswali mengi. Mara nyingi watu huwa wanaweza wakajibu kutokana na mapokeo ya kanisa lao linasema nini kujuu ya kunena kwa lugha. Umeona? Kwa hiyo katika setting, katika mkusanyiko wa kadamnasi, katika mkusanyiko muadhara, labda tuseme muadhara, kanisa, watu wengi wamejaa mahali pamoja, pale mtu akianza kunena from nowhere tu akaanza, na ndio maana kunatakiwa kuwa na nidhamu. Ndio maana kunatakiwa kuwa na nidhamu ya kunena kwa lugha. Sasa kumekuwa na, unajua, Ukristo, wengi wetu, naweza nikasema, na kama nitakuwa nimeongea vibaya mtanisamehe, lakini wengi wetu bado ni wachanga wa kiroho. Sasa kwa yule mtu ambaye ni mchanga wa kiroho, akianza kunena kwa lugha, utasikia kuna vitu vingine pale vinatokea ambavyo haviko katika mpangilio. Ninaelewa kwenye makanisa, hata sisi wenyewe tunanenaga kwa lugha kanisani kwetu, lakini kwa sababu imekuwa sasa labda ni kawaida, na kiukweli labda hakuna mtu mgeni pale kwetu, hamna mtu mgeni at the moment, kwa tunajinenea tu kwa lugha, tushazoea, yani tunanena tu kwa lugha. Lakini katika hali ya kawaida, tunaponena kwa lugha kwa sauti kubwa, yamkini inabidi iwe katika setting ya kuweza kutafsiri unanena nini, mtu mwingine atatafsiri, au labda mwenyewe unaweza kutafsiri. Lakini ya kunena kwa lugha ile yako mwenyewe ya kujijenga, bado tunapayukaga, yani bado waga tunapayuka. Lakini tunatoka katika hali ya kujijenga wenyewe. Labda cha msingi hapa tunatakiwa tupunguze sauti zetu. Lakini tunatoka katika hali ya kutaiona katika makanisa yetu ya Kipentekoste, bado tuko katika hali ya kujijenga wenyewe, lakini bado tunapayuka. Sasa kwa sababu tumeshazoea kupayuka, hatuoni kama ni shida. Umeona? Tunaweza tukaomba kichini. Kuna wanaomba kichini, you know. Kuna wanaomba kichini, na hiyo njia ya kujiedify, hiyo njia ya kujijenga, yamkini inapasa kuomba katika ile labda hali ya utaratibu, ile ukimya ile unajiombea tu mwenyewe. Lakini saa mwingine mtu anaweza akakamatwa pale akaanza kupayuka, bado still inakuwa katika, na ndio naiona sana katika makanisa yetu kwa sasa, hasa katika makanisa ya charismatic. Mtu wanaomba kwa sauti kubwa nini, ila ni kwa sababu tayari wameshazoea kuomba hivyo. Hakuna wakusema jamani mnapiga sana kelele, kama una neno la kutoa kwa ajili ya wengine, labda ufanye nini, utoe tafsiri. Kwa sababu tushazoea hivyo, tunajinenea tu, sisi tunajioneaga sawa. Umeona? Lakini kikweli kunena kwa lugha kama kwa jinsi ilivyoandikwa katika Biblia, ile ukipayuka kwa sauti kubwa, na kama kuna mkusanyiko wa watu wengi,
ni kwamba wale ambao hawajui kunena kwa lugha wanaweza wakakwazika, wakajikuta kwamba hawaelewi kitu, wakaona kwamba sasa hapa nini kinatokea, what's going on, nini kinaendelea. Lakini kwa sababu tumeshazoea, unashangaa kama vile ni sawa tu. Je, Yesu alinena kwa lugha? Je, Yesu alinena kwa lugha? Na je, kuna ushahidi uliorekodiwa kwamba Yesu Kristo Bwana wetu aliwahi kunena kwa lugha? Sasa hapa kuna majibu mengi, lakini nitakupa majibu ambayo yatakusaidia kuelewa, alafu wewe mwenyewe utachanganua, kwa sababu ni Bible study. Wakati wa kujadili tutajadili wote kwa pamoja. Sasa ingawa Biblia haisemi kwa uwazi kwamba Yesu alinena kwa lugha, ingawa Biblia haisemi kwa uwazi kwamba Yesu Bwana wetu Yesu Kristo alinena kwa lugha, lakini kuna baadhi ya wasomi, wanatheolojia, wanapendekeza kwamba kuwa kwake katika roho katika kitabu kile cha Yohana sura 11 mstari wa 33 na mstari wa 38 unaweza kuonyesha aina ya maombi ya maombezi ya kunena kwa lugha. Wanatheolojia fulani, baadhi wanasema ile katika Yohana 33, Yohana 11:33 na 38, kwa pale Yesu aliugua rohoni. Sasa wakaoanisha na lile neno katika wacha nisome hiyo, nitasoma baadaye kidogo nitoe maelezo. Umeona walivyoona kwamba kuna mstari mwingine unaozungumzia kwamba roho wa Mungu kwa kuugua, wakaona kwamba Yesu aliugua katika nafsi yake, wakaona kwamba inawezekana ni katika kunena kwa lugha. Umeona? Tusome maandiko yanayozungumza kwamba Yesu aliugua rohoni katika Yohana 11:33. Tuende pamoja. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni. Unaona? Yesu aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Na mstari wa 38 katika hiyo Yohana 11:38, ruka pale. Basi Yesu akiugua tena nafsini mwake. Uko hapo? Basi Yesu akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pangu na jiwe limewekwa juu yake. Sasa hapa tunaangalia katika kuugua kwake Yesu, akiugua tena nafsini mwake. Sasa tunaona jinsi Yesu anavyougua rohoni, kwamba aliugua rohoni kwake. Tumeona ambapo baadhi ya wasomi wanasema kwamba wanapendekeza namna hiyo ilikuwa ni ile ya Roho Mtakatifu. Ni aina ya kunena kwa lugha, ni aina ya lugha, ni aina ya lugha ama Roho Mtakatifu ndani ya wale waliojazwa na Yesu, waliojazwa na Roho Mtakatifu. Umeona? Sasa utajiuliza, je, Yesu alijazwa na Roho Mtakatifu? Ngoja nisome hili neno kwamba Warumi 8:26 nilikuwa nimewatajia. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe tuomba usikoweza kutamkwa. Kwa hiyo unaona jinsi wanatheolojia wengine wanavyochukua mstari na kuunganisha na ile, kuona kwamba hapa inawezekana, wanapendekeza kwamba hapa inawezekana, hapa au ndo kunena kwenye kwa lugha. Inawezekana Yesu aliugua kwa namna hiyo. Hapo kukujibu jibu lako kwamba je, Yesu alinena kwa lugha? Lakini tusome katika Marko 16:17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio,
kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Hiyo ni Marko 16:17. Hapa tunaona Yesu anatabiri kuhusu kunena kwa lugha. Maana anazungumzia sasa wakina sisi tutakao kusema ishara hizo zitafuatana na hao waaminio, sisi tunaoamini. Umeona? Kwa jina langu tutasema, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Sasa je, Yesu alijazwa na Roho Mtakatifu? Tuangalie maandiko. Je, Yesu alijazwa na Roho Mtakatifu? Katika kitabu cha Luka 3:21 mpaka 22. Alafu tutasoma pia Luka 4:1 na Luka 4:18. Sasa naanza na Luka 3:21 mpaka 22. Nasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye alibatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Tarudia hii wa 22. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Sasa hapo unajiuliza, je, Yesu alijazwa na Roho Mtakatifu? Nafikiri tumelipata jibu katika hii Luka 3:21 mpaka 22. Roho Mtakatifu alishuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza nasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda huu wa siku 40 nyikani. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Huyo kumbe tunaona Yesu alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu, alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Na Luka hiyo mstari 18. Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Tuko pamoja? Tunaona wazi kabisa, kama unauliza kwamba je, Yesu alijazwa Roho Mtakatifu, majibu ni hayo. Yesu aliongozwa kwenda nyikani na Roho Mtakatifu. Lakini not only that, yeye mwenyewe anazungumza kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Ni kuendelea, unaweza kaendelea. Sasa ukijiuliza kwenye swala la Yesu kunena kwa lugha, Yesu yeye mwenyewe ndio Mungu. Yesu yeye mwenyewe ndio mwana wa Mungu. Yesu, na tunaona kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na hawa ni wamoja. Sasa sidhani kama kulikuwa kuna haja ya Yesu kusema kwamba ananena kwa lugha au amenena kwa lugha iandikwe ithibitishe mahali fulani, kwa sababu yeye mwenyewe ndio lugha. Yeye mwenyewe ndio Mungu. Na ndio maana naona wazi kwamba katika hizi Injili 4 zilizokuwa zimeandikwa, hakuna hata mahali pamoja pameandikwa kwamba Yesu kweli kwa wazi
alinena kwa lugha, kwa sababu he was it. Yeye alikuwa ndio lugha yenyewe. Yeye ndio alikuwa lugha katika udhihirisho. Yeye ni mfano wetu, lakini yeye ni Mungu kamili. Yeye ndio karama zenyewe. Sasa naomba tuwaze na kufikiria, yani hili ni somo ambalo linachanganya wengi, na kwa sababu wengine yamkini labda hawajajua jinsi ya kunena kwa lugha au hawajui kunena kwa lugha, kwa hiyo wanaweza wakapinga au wakabishana kwa njia ya kukatisha tamaa wengine wanaonena kwa lugha, waone kwamba hakuna kitu kama hicho. Lakini I can guarantee you kwamba kunena kwa lugha ni kipawa ambacho kipo kikweli kweli. Sema kuna watu ambao katikati yetu sisi wenyewe wanakitumia kipawa hicho vibaya. Wengine hata wana fake. Takwambia kisa cha kweli, afu tutaendelea. Wiki kadhaa zilizopita, mmoja wa walokole wenzangu alikuwa akiwaongoza wengine katika maombi. Sasa akaanza na yeye kunena kwa lugha. Sasa aliponena kwa lugha, mmoja wa wale aliokuwa anawaongoza na yeye akadakia. Baada ya maombi kuisha, sema kauliza, naona wewe na wewe umeanza kunena kwa lugha. Akasema ni sielewi, kwa sababu nikiwa kwenye mahali ambapo watu wananena kwa lugha, na mimi najikuta na mimi naanza kuiga ile lugha. Sasa unaona hapo pana shida. Kuna wale wanaoiga na kuna wale ambao kabisa kipawa kinawashukia wananena. Ndio maana unaona hata wale ambao wanataka kunena wanakuwa wana hesitate, wanakuwa wana sita. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wengine wanaigiliza, kipawa hakipo juu yao, lakini wanaigiliza. Utaniuliza, je, kila mtu ana Roho Mtakatifu? Jibu ni ndio. Kila mtu ana Roho Mtakatifu. Na wewe unanisikiliza, kama umeokoka, yeyote aliyeokoka, aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anaye Roho Mtakatifu. Lakini kuna kuwa na Roho Mtakatifu, lakini pia kuna kipawa cha Roho Mtakatifu. Je, kila mtu ataweza kunena kwa lugha? Hapana. Ila kila mtu anatakiwa anene kwa lugha. Kila mtu hawezi kunena kwa lugha, kwa sababu huwezi kunena kama huna kile kipawa, lakini unatakiwa unene kwa lugha. Kwa sababu kuna faida. Itakujenga, itakuinua. Na mambo ambayo Roho Mtakatifu wakati unanena kwa lugha, Roho Mungu anazungumza na wewe, hata unaweza wewe mwenyewe unakuwa edify, unainuliwa, wewe unakuzwa wewe kiroho chako. Kwa kuna faida katika kunena kwa lugha. Sio kitu cha kuchezea, wala sio kitu cha mzaha. Tusome maandiko katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Mstari wa 11. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho mmoja, yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendezwavyo yeye. Kama apendezwavyo yeye, Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu atakupa wewe kipawa kama apendezwavyo yeye mwenyewe. Mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha.
na mwingine tafsiri za lugha. Kwa unaona hata kutafsiri lugha, kutafsiri neno la mtu anenena kwa lugha ni kipawa ambapo iko ndani ya mtu kabisa, anasimama na kuelewa exactly huyo anazungumza nini. Mungu mwenyewe anakuwa amemfunulia. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Nafikiri sisi tulishasema kule, lakini nataka nirudie tena. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Umeona? Kumbe Roho yeye ndio hugawa hicho kipawa. Hatuigi. Roho yeye mwenyewe atakujalia kama yeye atakavyo. Je, wewe uanze kutabiri? Je, uanze kufanya nini? Je, wewe uanze kunena kwa lugha? Je, wewe uanze kutafsiri lugha zile ambazo Mungu ambazo watu wanazungumza? Kwa hiyo tunaona swala la kunena kwa lugha ni swala la ukweli kabisa, na linawapata watu wote ambao wanampokea Yesu. Kwa mfano Peter au Petro alipoenda kwa Kornelia, wale watu waliitwa watu wasiotahiriwa, lakini yule Kornelia alikuwa anampenda Mungu. Tusome katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44. Ila unaweza ukasoma sura yote ya 10 ukapata kabisa kwenda in depth what was happening. Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 44, kwanza mstari wa 44 mpaka 46. Petro alikuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwa wale wanaojiuliza kwamba ni makundi fulani tu ambayo ndio yanatakiwa yanene kwa lugha, hapana. Kipawa cha kunena kwa lugha kipo kwa ajili ya kila mtu ambaye atampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ambaye ataachilia ile karama ifanye kazi ndani yake, kwa sababu ni sio lazima, ila kama unakitaka na unatamani uwe nacho, kaomba Mungu akupe, atakupa. Kuna watu ambao wanaonaga aibu, akishangaa tu mdomo ukianza kusema anafunga mdomo, anaogopa. Wengine wanakimbia, wanazima kabisa. Nilishapata hizo shuhuda nyingi. Anaogopa, mimi nilisikia nikaanza kuna nini nikaogopa. Na wengine wanaogopa kuchekwa na watu, wanaona kama watachekwa. Lakini nakuhakikishia si kitu cha aibu. Kunena kwa lugha ni kipawa cha ukweli kabisa na kina faida kwa wewe kama Mkristo, na ni haki yetu sisi wote kwa kadiri Roho wa Mungu atakavyotujalia. Watu wa mataifa wanasema waliotahiriwa, hao waliongozana na Petro kwenda kwa Kornelia, ni maana wale Wayahudi wakaenda kwa wale watu wa nje ambao sio Wayahudi lakini walikuwa wanamwamini Yesu. Wakashangaa, hawa nao wamepewa. Ndio, kwa sababu walimwamini Yesu. Yesu alikuja kwa ajili yetu wote, kwa ajili yetu wote. Tusome katika kitabu cha Marko 16 kuanzia ule mstari wa 14 mpaka 18. Marko 16 kuanzia ule mstari wa 14 mpaka, naenda taratibu ili tuweze kuelewana, maana ni Bible study. Baada ya kuanzia mstari wa 14, Marko 16 kuanzia mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 18. Anasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa akila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa kusadiki wale waliomwona
alipofufuka katika wafu. Sasa labda ni stop hapo kwanza, nitoe maelezo kidogo. Ukisoma mistari ya huko juu, kuna watu wawili ambao walimwona Yesu wakaenda wakasema, wale mitume, kuna watu mitume hawakuamini, lakini kuna yule mwanamama pia aliyetokewa na Yesu akaenda kuwaeleza, hawakumwamini. Ndio maana hapa anazungumza akawafanya nini? Akawakemea wale 11. Akawakemea wale 11. Kwa sababu gani hamkuamini? Wamekuja watu wawili hapa, hamkuamini kama mimi nimefufuka. Anyways, kwa tunaendelea mstari wa 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Sikiliza, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Mstari wa 17. Very important. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, ambao ni mimi na wewe. Kwa jina langu watatoa pepo, halafu koma, watasema kwa lugha mpya. Tunaona? Watashika nyoka, wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, na nao watapata afya. Shida kubwa tulionao sisi waaminio, tunakuwa na doubt, tunakuwa na wasiwasi. Ndio maana unaweza kushangaa wakati mwingine hata unamwekea mtu mikono. Ni kwa sababu unaweka mkono huku unatetemeka ndani yako. Ndio maana mwingine anaweza akazimisha kipawa cha kunena kwa lugha, kwa sababu haamini kama yule ni Roho Mtakatifu kweli. Aidha ni kwa sababu ameona watu wakifanya maigizo ya kunena kwa lugha, aidha akiona wengine wanaigiliza, aidha anaona aibu, atachekwa kwa sababu ya matabaka ya udini. Udini unafanya watu pia wanashindwa kunena kwa lugha, wanaogopa kwa dini zao zinawaambia hakuna kitu kama hicho. Vilishiaga kweli na mitume na maapostles. Lakini watumishi wa Mungu, neno la Mungu ni jipya kila siku. Neno la Mungu linatujia hata dakika hii na kueleza. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, sema kwa lugha mpya. Hiyo ni Marko 16:17. Fikiria mtumishi wa Mungu, fikiria na kuwaza. Fikiria na kuwaza kwamba wewe kama unajinyima kunena kwa lugha au unaogopa kuchekwa, wewe ambaye bado hujanena kwa lugha, unawaza kwamba hii ni kweli au si kweli? Maneno ya Mungu unabishana nayo vipi? Mungu atusaidie sana. Katika kitabu cha Yuda ina sura moja tu, ule mstari wa 20. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo kamilifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Maana ni katika kunena kwa lugha, praying in the Holy Ghost. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Mkijijenga, mkijiedify na kupray. Neno la Kiingereza nasema praying in the Holy Ghost. Holy Ghost ndio huyo Holy Spirit, ndio huyo Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho Mtakatifu, hiyo ni katika kunena, unajijenga. Mtumishi wa Mungu, kwa leo nitaishia hapo, ili somo linaendelea wiki ijayo. Mungu awabariki sana kwa kusikiliza. Tafadhali karibu mtumishi, uendelee na mahali hapo. Amen. 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 Asante mtumishi wa Mungu, mchungaji Ian Joseph kutoka pale Umoja Houston. Sehemu ya kwanza hiyo tunaweka nukta katika fundisho. Kama alivyosema mwenyewe, tutaingia katika sehemu ya pili wiki ijayo. Ni sehemu ya kwanza la somo, kama umeingia kuchelewa, hili ni somo la kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha
ni mojawapo kati ya topics ambazo zilikuwa zimeombwa tuweze kufundishwa kwa mwaka huu. Tumshukuru Mungu kwamba tumeweza kupata mwalimu, na kwa kweli you can tell amejiandaa. Tumepata mistari mingi, tumepata mambo mengi ya kufikirisha na kukamua bongo zetu na kuweza kurudia katika Biblia katika somo hili, ili kuweza kuona vipi somo hili lipo nena kwa lugha. Mungu akubariki sana, umeanza vizuri. Naam, kama kawaida basi hii ni Bible study, huwa tuishi kutikisa mikono, ama anapopenda kusema mchungaji mwenyewe mzee wa maono makanisa haya, hatuishi kuweka mikono katikati ya mapaja na kutingisha. Huwa tunapata nafasi ya kushiriki pamoja, ni sehemu ya maswali na majibu ama machangizo katika yale ambayo umeweza kuyasikia kwa siku ya leo. Inawezekana kuna kitu hujasikia vizuri, inawezekana kuna kitu kimekujia kitofauti, kwa maana kwamba kimekuchanganya, unataka kupata kufunuliwa, ama kuna kitu wakati unasikiliza kwenye kichwa chako kuna taa ikawaka ukasema aha, umepata hapo kitu. Basi kama imetokea hivyo, basi hebu share na sisi, share na wengine katika line hii, kwa sababu inawezekana katika ule ufahamu wako unaweza kumsaidia mwingine naye kuweza kupata kitu hapo. Usiwe mchoyo. Line zipo katika mute kwa hivi sasa. Tafadhali angalia simu yako, utabonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, itakutoa katika mute. Jina la kwanza na pale ulipo, nikupa dakika 3, tunauhakika kabisa kwamba unaweza kuweza swali lako na ikieleweka, na yule atakaye kuwa na jibu kwa siku ya leo dakika 3 vile vile. Inawezekana mwalimu ama inawezekana mtu mwingine yote ambaye yupo katika line hii mubashara kwa siku ya leo June 12 hapa Marekani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu mtumishi wa Mungu, na kuona dada yangu Nancy umezungumza mwanzoni. Yeah. Mimi hapa kwenye kunena lugha aina 4 za lugha kuna mali hapo sijasikia vizuri. Amesema lugha ya wanadamu, afu ya pili ya tatu lugha ya kawaida au lugha ya sikusikia vizuri. Pia kwenye swali la pili, kwenye point ya Yesu alinena kwa lugha, pia nitamani kuuliza. Ina maana pale alipokuwa akisema talita 10 pamoja na Efata ilikuwa ni lugha pia? Wakati anamwambia yule kijana inuka talita 10, na alipomwambia funguka Efata, ni lugha pia? Kwa maana kama ni kunena kwa lugha nimepata ya Ron, lakini kuna hii ambao pia alinena kwa lugha ya kwao, ya wale watu kama ambavyo Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste. Asante. Asante sana. Nancy, unazungumza kutoka mji gani pale Tanzania? Tanzania, Dar es Salaam. Amen. Swali la kwanza nafikiri kujibu kwa haraka tu, kwa sababu hilo ni la kutaja, and then tutaenda kudiscuss katika mawili. So amesema katika zile aina 4, ya kwanza ni stenologia. Ya pili alisema kunena kwa za wanadamu, and then hiyo ulikuwa unasema wewe ni ya malaika. Ya tatu hiyo. And then ya 4 ile ambayo anasema Mungu pekee anaielewa ama kuisikia, katika zile 4. Asante, sawa. Sasa hiyo itakapo sehemu ya kwanza. Naomba nikurudishe katika sehemu ya pili. Kuna vitu vimenichanganya kidogo. Rudia sehemu ya swali lako la pili tafadhali. La pili, aliuliza, je, Yesu alinena kwa lugha? Akachambua vile ambavyo alinena kwa lugha ya Roho, kama vile ambavyo Roho Mtakatifu anavyoweza kuugulia kwa ajili yetu, na anaugua hata ndani yetu. Lakini sasa kuna pointi ambao pia nimeona kama pia nayo ni lugha, kwa sababu Pentekoste siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu aliposhuka, wale watu walinena kwa lugha za watu. Na Yesu wakati anasema Efata, anamwambia yule aliyekuwa hawezi kuongea bubu, akamwambia funguka, alitamka neno Efata, ilikuwa ni lugha ya wale. Na ukija kwenye talita 10 alipomkuta yule kijana, akamwambia kijana inuka, akamwambia talita 10, ile pia si lugha mpya, ndio lugha ya kwao wale ambao tunaita lugha mpya au ipi? Nao ni Yesu alinena. Amen. Kwa hivyo basi kama nakusoma vizuri, umekuja na mifano ambayo unataka kuthibitisho kwamba hiyo ni evidence kwamba Yesu mwenyewe alinena kwa lugha katika hayo mawili. Alipotamka Efata, akamwondoa mtu upofu, na pale mwambie yule ambaye hana mwenye ukoma inuka, akatamka katika lugha ya watu hapa, si ndio? Kwa unataka uthibitisho ama changizo kama hiyo ni mfano wa sehemu katika Biblia documented kwamba Yesu alizungumza kwa lugha. Nitakuwa nimekusoma sawa sawa? Yeah.
uko sawa. Amen. Amen. Asante sana. Naam, umeweza kulisikia hilo. Muuliza swali Nancy kutoka Dar es Salaam anasema ama anaulizia tusaidiane naye kuconfirm kama hiyo mifano miwili ni mifano ambayo Yesu alinena kwa lugha ama la. Nikaribisha kwanza mtu yote katika line kabla sijaenda kwa mwalimu. Angalia simu yako na manyota nambari 6 *6, karibu. Bonyeza la manyota nambari 6. Kama unazungumza na siya kunoja inawezekana bado unazungumza katika mute. Bwana Angalia simu asifiwe. yako. Amen, amen, amen. Karibu, nafikiri dada Messi huyu. Amina. Asante kaka Jerry, asante sana dada mchungaji samani mchungaji Lilian kwa somo zuri sana na umeanza vizuri sana. Mungu akubariki sana. Mimi kujibu katika swali la mtumishi huyu ambaye ameuliza, mimi nafikiri hapo ni katika ile kunena kwa lugha, kwa sababu kumbuka kwamba kuna lugha ambayo watu waliwezeshwa kunena lugha za watu wengine. Yaani kwamba kuna mtu mwingine akasema huyu anaongea lugha yangu, huyu anaongea lugha yangu. Kwa hiyo na imani kwa sababu Yesu alikuwa Mungu pia, nina imani kwamba alikuwa anaweza kuongea hata lugha zingine za watu wengine, kwa sababu alijua kila mtu lugha yake ni ipi anayoendea. Yaani lugha yake ni, kumbuka Yesu alikuwa anafanya wepesi, ndio maana hata masomo yake mengi alifundisha kwa mifano ili watu waweze kuelewa. Kwa hiyo mimi ninavyoelewa kwamba aliweza kuongea kwa lugha zao au watu ili wapate kuelewa ni kitu gani alikuwa anasema. Kwa hiyo sidhani kama hivyo ni kunena kwa lugha, ila nafikiri tu aliwajibu katika lugha zao ambazo zilikuwa ni pesi kwa kuelewa. Amen. Amen. Asante sana kwa kuanzia. Na kama una Biblia yako basi ukifungua Marko 7:34 utakuta ile sema hapo Yesu alitamka efatha. Maana yake be open, funguka. Na hiyo ni mfano kwamba Yesu alizungumza kwa lugha ama alikuwa anazungumza? Ndio muuliza swali, nataka kufafanuzi katika hicho. Kama uko tayari bonyeza alama nyota nambari 6, karibu. Okay, kwa ukimya huo inawezekana dada Messi amemaliza, lakini ngoja niende kwa mwalimu usiku leo. Umesikia swali vizuri kabisa. Karibu kwa dakika 2 au 3. Amina. Jibu ni kwamba Yesu, hiyo lugha aliyoitumia, hiyo efata, ilikuwa ni ile lugha ya Kiaramean. Ndio lugha aliyokuwa anaizungumza Yesu. Kwa hiyo haikuwa ni lugha ambayo ndio ilikuwa ni lugha dominant at that time, lugha ambayo ilikuwa na neno inazungumzwa katika kipindi hicho. Ndio aliongea hiyo neno efata, maana yake be open. Ndio tunaiona katika hiyo Marko 7:34. Kwa hiyo haikuwa kunena kwa lugha, ilikuwa ni lugha ya kawaida kabisa ambayo alikuwa akiizungumza yeye mwenyewe. Amen. Amen. Sana kwa jibu lako hilo. Naam, muuliza swali, umeweza kusikia jibu lako hapo. Sio kwamba akizungumza kwa lugha, bali alikuwa ametoa command, fungua macho, fungua. Kwa hivyo si mfano inavyoonekana wasema ambapo evident ama documented kwamba Yesu alizungumza kwa lugha. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Amen. Asante sana. Tuende karibu mtu mwingine, bado muda tunao. Kama kuna mtu mwingine mwenye swali ama changizo, bonyeza alama nyota nambari 6 kutoka katika line. Jina la kwanza pale ulipo utakuwa hewani. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmesikia message, mmesikia baby favor, message tuanze. Amina, asante sana. Mimi nina changizo na swali. Ninashukuru sana mtumishi wa Mungu katika kutufundisha. Ameweza kuweka wazi kwamba kunena kwa lugha ni kwa kila mtu, kwa kila aminie, kwa kila ambaye yuko tayari kuipokea hiyo lugha anaweza kaipokea. Ninashukuru kwa kuwa na mimi nilikuwa mmoja wao. Hapo mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana, lakini pale nilipojiachilia kuipokea hiyo lugha niliweza kuipokea. Swali langu linakuja kwamba tutafanya nini, kwa sababu kuna watu wengine ambao wamekaa sana katika dini kiasi ambacho hawaamini, hawaamini huko kunena kwa lugha, ambayo inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu mimi nilipokuwa deep nikaja kuelewa kwa kabisa katika hii lugha nikinena ni kwamba hakuna anayesikia isipokuwa Mungu peke yake. Na nikaja kugundua kwamba nikiomba
ninapoomba kwa lugha hii ya kawaida, kama hapo ninapoomba kuna upingamizi, na maana yule mpingamizi ni roho pia, anasikia kile ninachoomba. Kwa hiyo ninapoenda katika lugha na maana sikii, nilikuja kuona kwamba ni faida kubwa sana. Kwa hiyo sijui tutafanyaje ili watu waweze kuona kwamba kunena kwa lugha kuna faida mno kwa wewe kama Mkristo, kama mfuasi wa Yesu, ili kuweza kujiachilia, kwa sababu najua kuna wengine inakuwa ni ngumu kwa sababu hawaamini kwa sababu tofauti tofauti, ili kuweza kuachilia ili roho wa Mungu apate kutawala katika hiyo lugha na uweze kuongea katika. Sijui, yani swali langu kwamba sijui kama naeleka kwamba yani tutafanyaje katika hali ya sasa hivi kuweza watu waweze kuelewa umuhimu huo, kwamba unaponena kwa lugha kwamba hakuna anayesikia, ni Mungu peke yake. Amen. Amen. Baba, baki nayo kidogo kwa sababu ulipokuja umetembea sana. Je, dukuduku lako ni kwamba unataka kujua ifanyike nini ili ila Mkristo awanene kwa lugha, ama dukuduku lako lipo kwamba unashangaa kwamba kwa nini wengine wanene kwa lugha? Nipo somewhere hapo, ama nami bado sijakupata? Uko katikati. Amina, uko katikati. Sio kwamba ni dukuduku, lakini ni hamu kwamba watu waweze kujua umuhimu ili wasiwe na doubt, bali wajiachirie ili roho wa Mungu awatumie katika eneo hilo. Amen. Okay. Kwa hiyo nilichukulia basi kama changizo, sababu sijasikia swali hapo. Nachukua kama changizo kwamba nini kifanyike labda ili wengi zaidi waweze kuona kwamba it's okay kuweza kunena kwa lugha. Nitakuwa niko sawa? Amen. Asante. Tutakaa nalo hilo. Najua muda unakimbia, nimekusikia. Karibu kwa dakika zilizobakia. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Mmenisikia, mimi ni Bibi Favor. Ninamshukuru Mungu sana sana kwa mafundisho Pastor Dian, Mungu alivyomtumia. Mungu ambariki sana. Ila nimesikia anafundisha watu wengine wanaona aibu kunena kwa lugha. Mimi nafikiri kunena kwa lugha hakuna aibu. Hakuna kuna aibu. Yaani mimi naona mimi kwa upande wangu naweza nikaingia kwenye maombi, nikashtukia naenda kwa lugha. Sasa huyo mtu anayesikia aibu kunena kwa lugha, labda aombe Mungu aendelee kujazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu huwezi kumzuia na huwezi kuona aibu. Haiwezekani. Sidhani kweli kama mtu amejazwa Roho Mtakatifu alafu aone aibu kunena kwa lugha, sijui. Maana watu wengine na waona mara nyingi, hata juzi hapa nilikwenda kwenye ubatizo kanisa la Wakenya hapo, walikuwa wanabatizwa. Wengine walikuwa wanaibuka huko kwenye maji, anaibuka na nena kwa lugha. Wengine yani ananena kwa lugha ambayo hajui. Mwingine ajui hata English hata kidogo, lakini anaibuka huko ananena kwa lugha, ananena English. Yani sidhani kama mtu kweli anaona aibu kwa kunena kwa lugha. Hilo mimi sijui, na mimi hapo naomba unisaidie. Nilichosikia hapo ni kwamba kuamini kwamba kuna watu wanaona aibu kunena kwa lugha, ama nitakuja damu Sofia, subiri kidogo. Mimi siamini kama mtu anaweza kuona aibu kunena kwa lugha. Asante sana. Haya, basi swali limekuja hapo kwamba amini kwamba watu wanaona aibu kunena kwa lugha. Kama haoni aibu, then kwa nini wanene kwa lugha? Labda nirudi kwa Bibi Favor. Kwa hiyo hiki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Kuna wengine wamejazwa Roho Mtakatifu, hawaneni kwa lugha kama alivyosema. Amefafanua vizuri mwalimu. Amefafanua vizuri sana sana sana. Mimi nimemuelewa. Nimemuelewa kabisa. Kuna mwingine amejazwa Roho Mtakatifu lakini aneni kwa lugha. Lakini Roho Mtakatifu anaye. Mimi nafikiri toka pale unapompokea Bwana Yesu,
siku ile unayompokea Bwana Yesu ndio siku hiyo unajazwa Roho Mtakatifu. Na yeye mwalimu amesema hivyo hivyo, amefundisha vizuri kweli. Sasa hapo nashangaa hapo mtu anaona aibu kunena kwa lugha, hapo nakuwa sielewi. Sasa ndiye. Amen. Basi kama nikiweza kuchuja hapo, mnenaji wa mwisho hapa anasema kwamba haamini kwamba watu wanaona aibu kunena kwa lugha, pamoja na kwamba kipawa hicho wamekarimiwa. Batabaki pale lakini hawazungumzi. Tutajifunza. Sekunde 30 nakupa. Karibu dada Sofia. Sekunde 30 tu. Amen. 29 unazo, karibu. Amina. Asante sana kwa somo zuri. Mimi nadhani weka simu yako vizuri mtumishi, hatukusikii vizuri. Au mtandao. Mtumishi Sofia, tunajua unajitahidi kuzungumza. Yaani watu endelea. Amen. Yaani Samahani sana dadangu. Mtandao ama simu na kuadaa Roho Mtakatifu ama nini, lakini hausikiki kabisa. Na ukipata nafasi kusikia recording hii utaelewa. Samahani sana. Ukipata muda tuandikie katika dawati hapa swali lako ama dukuduku lako, tutajitahidi kukumbuka kuweza kulitamka hewani katika sehemu ya pili kwa sababu ya muda, lakini samahani sana. Laini yako inakuhadaa. Pole sana. Na basi kwa sababu ya muda naomba niweke nukta kwa siku ya leo. Kwanza nimshukuru mtumishi wa Mungu Pastor Lilian Joseph kutoka pale Umoja Houston. Sehemu ya kwanza kwa kweli ameturushia mistari mingi sana, na hakika kwamba recording hii tutakapoituma pamoja na notes baadaye itapata nafasi kuisoma vizuri na itatoa katika nafasi nzuri kabisa ya kuwa tayari katika sehemu ya pili. Kabla sijapata nafasi ya kuwashukuru wote ambao mmeweza kuingia pamoja na watumishi, basi naomba nirudi makao makuu niende kwa mtumishi mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Atatoa na saa zake, atatuongoza katika declaration yetu ya ministry yetu ya outreach katika mwezi huu wa June, and then atorisha kipindi kwa sala ya jioni. Reverend Dr. Nasua. Amen. Basi kwanza nichukue nafasi kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mugaya Mshana, Jerry, Hilda, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa nzuri mnayoifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Na pili nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya Pastor Lilian kwa jinsi ambavyo kwa kweli amefundisha somo hili la Roho Mtakatifu vizuri sana juu ya kunena kwa lugha. Na kama alivyosema Bibi Favor, kwa kweli yato ya kwanza limeleweka vizuri sana na nimebarikiwa. Mungu akubariki sana mtumishi kwa kazi nzuri. Amen. Tubarikiwe sote baba. Amen. Na mwisho nashukuru watu wote waliouliza maswali. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa tutaenda kwenye declaration yetu ya outreach kwa mwezi huu wa 6 ambayo ni shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa mambo yote aliyotenda kwenye madhabahu yetu ya outreach, kwa mada zetu zote ambazo tumesimama nazo kwa miezi 5 sasa, na siku ya leo tunakwenda kwenye shukrani. Basi kwa dakika moja tuende tukamshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo amekwisha kufanya katika madhabahu yetu ya outreach kuanzia mwezi wa 1 mpaka mwezi wa 5. Twendeni.
Baba na Mungu tunakuja tunakuja tunakutukuza Tunamshukuru Mungu kwa makuu ambayo umeonekana Bwana. Baba, umetembea nasi kwa Januari, Februari, March, Mei, April, na tazama sasa tuko mwezi wa Juni, ambapo tunatazama jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe. Utukufu wote tunakurudishia wewe Mungu wetu, kwa sababu hakika umetutendea. Katika jina la Yesu tunasema asante na tunaendelea kuomba uendelee kutenda zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Baba, tunasema asante Mungu wetu. Asante Baba, asante Baba, katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu katika jina la Yesu. Baba na Mungu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu wote, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitwa na kuhakikishwa. Walinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absom Nasua, kwa nasaha zako, kwa kutuongoza katika declaration yetu ya outreach mwezi wa 6 na kuweza kutuelekea kipindi kwa mtala jioni. Na tuchukue nafasi basi kuwashukuru tena wote ambao tumeweza kuingia mubashara kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki cha Bible Study, somo kubwa zuri la kusisimua. Kwanza nimshukuru mwalimu wa siku ya leo, mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Houston, kwa kuanza vizuri katika sehemu ya pili, sehemu ya kwanza, na tuamini kwamba sehemu ya pili basi tutapata mengi zaidi. Nichukue nafasi kuwashukuru wote ambao walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo. Dada yangu Nancy kutoka pale Dar es Salaam Tanzania, Sister Nancy kutoka pale Connecticut kwa kujibu swali na changizo. Baby Favor katika changizo lake lile. Dadangu Sofia alijaribisha kuzungumza, tuweza kukusikia, pole sana, lakini na imani kwamba utatuletea studio lile changizo lako. Of course mkufunzi wa siku leo again mchungaji Lilian Joseph. Nimeona baadhi ya watumishi katika line, naomba niwatambue basi kwa haraka. Nimekuona mtumishi wa Mungu mchungaji Elia Mwasambungu, nimekuona mwalimu Olivia Andrews wa Jezi, mchungaji Mangesho wa Tulsa Oklahoma, Minister Jessica Kataria wa hapa Dallas Texas, mwalimu Glory Show pale Arusha, mwalimu Loga nimeshamtamka, mama Maro pale Wichita Kansas, mchungaji Gordon Chilewa kutoka pale Houston, mchungaji Bupe karibu sana katika kipindi hiki pia, na mchungaji mmoja ambaye naona aliingia na kuchomoka kabla sijaanza kumnukuu, basi utapata nafasi kusikia redio, kusikiza kipindi hiki, utakumbukwa. Na kwa niaba basi wenzangu wote wa dawati zima la Umoja Church Bible Study, la Priska Mugai Mshana yupo katika line akiwa katika nafasi kuzungumza, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo na brother Allen Mpuru, naitwa Jerry Mkonyi, tukiwatangazia basi kuisha kipindi hiki ni mwendelezo vipindi vingine vinavyojia kwa hisani ya makanisa ya Umoja. Sehemu ya pili tutakuwa hewani wiki ijayo Alhamisi, muda kama leo itakuwa tarehe 19 kwa huko Marekani. Prayer line itakuwa ni kama kawaida saa 12 asubuhi katika namba yetu ile ya prayer line. Tunatakia wote amani ya Bwana. Tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.